Tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Karibu kwenye channel hii ya Mama Kefibi Mkatoliki yenye kukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, njia ya msalaba, rozari takatifu, namna ya kusali rozari takatifu, sala mbalimbali za kanisa Katoliki. Kwa leo twasoma masomo ya misa Jumapili, Dominika ya kwanza ya Kwaresma mwaka A. Somo la kwanza, Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 hadi 8, kisha sura ya 3 mstari wa 10 wa kwanza hadi 7. Somo katika kitabu cha Mwanzo. Bwana Mungu alimfinyanga mtu kwa matope ya udongo, akampulizia puani pumzi ya uzima. Mtu akawa kiumbe chenye uzima. Bwana Mungu akapanda bustani huko Edeni upande wa mashariki. Akamweka huko huyo mtu aliyemfinyanga. Bwana Mungu akaotesha udongoni namna zote za miti yenye kupendeza, macho na mizuri ya kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa porini aliofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati Mungu amesema, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamjibu nyoka, twaweza sisi kula matunda ya miti ya bustani, lakini matunda ya mti ule ulioko katikati ya bustani Mungu amesema, msile wala msiaguze, mkila mtakufa. Nyoka akamwambia mwanamke, kufa hamtakufa kamwe, lakini Mungu anajua ya kuwa siku mtakapokula matunda ya mti huo macho yenu yatafumbuka, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke akaona ule mti ni mzuri wa kuliwa, tena wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika ili kupata ujuzi. Akatoa tunda lake akala, akampa na mume wake aliyekuwa pamoja naye akala. Hapa macho yao wote wawili yakafumbuka, wakajitabua kuwa uchi. Wakashona majani ya mitini, wakatengeneza mavazi ya kujifunga viunoni. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura 51 mstari wa 3 na 4, 5 na 6 a na b, 12 hadi 13, kisha mstari wa 14 na mstari wa 17. Kiitikio: utuhurumie, e Mungu, kwa kuwa tumetenda dhambi. 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 Utuhurumie, e Mungu, kulingana na wema wako. Kwa kadri ya huruma yako kuu, uyafute makosa yangu. Unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi yangu. Utuhurumie, Mungu, kwa kuwa tumetenda dhambi. Kwa maana natabua makosa yangu, na dhambi yangu ipo mbele yangu daima. Nimekukosea wewe peke yako, nikatenda yaliyo mabaya mbele ya macho yako. Utuhurumie, Mungu, kwa kuwa tumetenda dhambi. Uniumbie moyo safi, e Mungu, ufanye upya roho thabiti ndani yangu.
Unitupe mbali na uso wako, wala usiniondolee Roho yako takatifu. Utuhurumie, Mungu, kwa kuwa tumetenda dhambi. Unirudishie furaha ya wokovu wangu, unitengemeze kwa kunijalia roho sikivu. Bwana, ufumbue midomo yangu, na kinywa changu kitatangaza sifa yako. Utuhurumie, Mungu, kwa kuwa tumetenda dhambi. Utuhurumie, Mungu, kwa kuwa tumetenda dhambi. Somo la pili, Warumi sura ya 5 mstari wa 12 hadi 19. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu zangu, mtu mmoja ameingiza dhambi duniani, na pamoja na dhambi mauti. Hivyo mauti imewafikia watu wote, kwa kuwa wote wametenda dhambi. Kwa maana mauti ilikuwako duniani kabla ya kuwapo sheria, lakini pasipo sheria dhambi haihesabiki. Kumbe tokea Adamu mpaka Musa, mauti ilitawala hata wale wasiotenda dhambi kwa kuvuja amri kama Adamu. Adamu ni mfano wa yule atakayekuja, lakini ipo tofauti baina ya dhambi na neema. Ingawa wote walipatwa na kifo kwa sababu ya dhambi ya mmoja, hao wote walizidi kujaliwa pia neema ya Mungu na kipaji kipatikanacho kwa ufadhili wa mtu mmoja, ndiye Yesu Kristo. Ipo pia tofauti baina ya tendo la huyo mkosefu mmoja na kipaji hicho. Maana barazani, kosa la huyo mmoja ilisababisha hukumu, bali neema huongoza kutoka katika makosa mengi na kuingia katika uadilifu. Kwa maana ikiwa kwa kosa la mtu mmoja mauti imepata kutawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wenye kujazwa neema na kipaji cha uadilifu watazidi kuishi na kutawala kwa kumshiriki mmoja, ndiye Yesu Kristo. Basi kama kwa kosa la mtu mmoja hukumu iliwapata watu wote, vivyo hivyo kitendo kiadilifu cha mtu mmoja kimewaletea watu wote uadilifu na uzima. Kama kwa uasi wa mtu mmoja wale wengi waliofanywa wakosefu, vivyo hivyo kwa utii wa mtu mmoja hawa wengi wamefanywa waadilifu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Sifa na utukufu kwako Kristo. Sifa na utukufu kwako Kristo. Mtu ataishi kwa mkate tu, mtu ataishi kwa mkate, ila kwa neno litokalo kinywani mwa Mungu. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako Bwana. Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 hadi 11. Wakati ule Yesu alipelekwa na Roho jangwani kusudi ashawishiwe na Shetani. Akafunga siku 40 mchana na usiku, kisha akaona njaa. Hapo mshawishi akamjongea akamwambia, ikiwa we ni mwana wa Mungu, uiamuru mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akisema, imeandikwa, mtu haishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Halafu Shetani akamchukua katika mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, ujitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika wake wakuchukue mikononi mwao, usije ukajikwaa mguu wako kwenye jiwe. Yesu akamwambia, pia imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako.
Tena Shetani akamchukua akamweka juu ya mlima mrefu sana, akamwonyesha falme zote za dunia na fahari zake, akamwambia, hizo zote nitakupa ukiniangukia kuniabudu. Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, umwabudu Bwana Mungu wako, ukamtumikie yeye peke yake. Hapo Shetani akamwacha, wakaja malaika wakamtumikia. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo.